Leo ndani ya dakika 45 tayari na magoli matatu dhidi ya JKT Tanzania. Na unaweza kuona imekuwa ni kama ni tabia sasa hivi kwa Yanga namna ambavyo imekuwa ikicheza kwa msimu huu toka mabadiliko ya benchi la ufundi. Ni timu ambayo imekuwa inawekeza nguvu nyingi sana kuhakikisha inamnyima mpinzani nafasi ya kujipanga. Kwa hiyo muda mwingi wamekuwa wakijaribu kuwalazimisha JKT wafanye makosa, lakini pia ni timu ambayo sasa baadhi ya wachezaji wanakimbia sana. Yaani mchezaji ambaye hakimbii unaweza kuona ni Peter Sharulile, Baka pamoja na Mwamnyeto, lakini hao wengine wote ni wachezaji ambao wanakimbia sana maeneo tofauti tofauti. Kwa wakati mwingine hata namna ya kuzuia imekuwa ikiwawia vigumu baadhi ya timu. Na JKT mbali na kuwa na watu wengi eneo lao la kujilinda, bado Yanga wameweza kutengeneza nafasi na baadhi ya nafasi zimetumika. Tazama eneo ambalo Baka anapasiwa Boka. Kwa maeneo ya kawaida unaweza kutegemea ni central ni beki wa pembeni, lakini tazama mkimbio ambao ameufanya na maamuzi. Unajua kadri unavyocheza unaanza kujiamini. Pale ingekuwa haujiamini huwezi kushuti, unategemea umtengenezee mtu ambaye anaweza akaja akafunga, lakini shuti lake bahati nzuri linagonga mwamba, linarejea. Unaweza kuona position ya washambuliaji wengine. Sharulile alikuwa tayari amefika kwenye mstari wa goli, lakini Kangwanda yuko nyuma zaidi, anaweza kufunga goli zuri ambalo unaweza kusifia utengenezaji wa goli ambao ulianza na mkimbio wa Boka kuelekea kwenye lango la JKT. Kwa hiyo kile amekimalizia. Mulo ni eneo ambalo tuliangalia goli la kwanza jinsi ambavyo limetengenezwa, lakini tuliangalia highlights kabla ya kuja hapa mechi zao zilizopita. Goli la pili linafungwa katika eneo lile la upande ambao mpira umepelekwa. Kwa maneno rahisi unaweza kusema ni bao linalotokana na impact ya uwanja wa mazoezi. Kwa sababu ile ni foul ambayo mara nyingi ikichezwa kwa staili ile ni kitu anachokipractice mara kwa mara. Pasi ya kwanza anapiga foul kwenda ndani kwa Maxi, lakini wakati Maxi anapasiwa tayari Zakuani anatokea kwenye move. Hiyo tunasemaga third man runner. Third man runner ni yule mtu wa tatu anayekuwa anapokea pasi baada ya movement ya pasi ya watu wawili, wakati hakuwa anahusika kwenye movement yao. Kwa hiyo idea third man runner imekuja imewasaidia kwa sababu Zakuani anawapa hiyo kuweza kubust. Unajua kuna kusprint, kuna kurun na kuna kubust. Yaani inabidi ulipuke, yani kama mlipuko tu wa ghafla. Kwa sababu hiyo ni movement ambayo ukikimbia haraka zaidi ya pale unaweza kutengeneza offside, lakini ukienda na move mpira unapotoka tu mguuni mwa Maxi nikute tayari kwenye uangalia tayari Zakuani anajua movement nini kitakachotokea, kwa sababu kama hakijapigwa kwenye uwanja wa mazoezi hiyo chemistry huwezi kuiona huo muunganiko. Kwa sababu pato hapo Zakuani asingejua hichi tulishakifanyia training uwanjani, mpira ulipoenda kwa Max angeza akatulia akajua pale katikati kina Sharulile wapo, kina Kangwanda, ule mpira watauchopu ndani, kina Baka wapo. Lakini yeye kuanza kuondoka ni kitu ambacho tayari anampa alert Max, tulifanya hivi na mimi nilikuwa hivi. Uzuri ile corridor ilikuwa wazi, wachezaji wawili walishauliwa na pasi ya Kangwanda wakati anautoa mpira kwenye dead ball kufanya kuufufua sasa uwe hai. Baada ya kumpasia Max watu wawili walishaondoka. Kwa hiyo ndio maana hiyo corridor ameitumia Kangwanda, lakini bahati nzuri tuangalie Kemba sasa goli la tatu ambalo wanalifunga Young Africans. Unaweza kuona sasa baada ya kupigwa lile pigo ambalo lilizaa goli la pili, bado Kangwanda tena alienda kwenye mpira. Kwa hiyo matarajio ni kwamba wanarudia kitu kile walichokipiga, wamepiga kitu kingine cha tofauti. Kwa hiyo unaweza kuona aliposimama Mfaume hapana faida, ikirudiwa kama mtozi atarudisha. Tazama namna ambavyo JKT walisimama pale, unamwona Mfaume yule pale yupo pale mbele yake yupo Paul Peter, wote wanasubiri ile tukio la mwanzo ambalo lizaa goli la pili, lakini inakuja inapigwa kwa utaratibu mwingine ambao umekwenda kuzaa goli. Na unaweza kuona Mwamnyeto uwepo wake pale umesaidia walau kuongeza mpira, lakini pia Boka ni miongoni mwa wachezaji warefu, kwa hiyo kwenye set pieces anakuwepo na amekuwa na wakati mzuri kwa msimu huu.